Jicho la Darubini limeangaza hadi hapa Mama Isara Hailoto wilayani Mbulu mkoani Manyara. Jambo ambalo limenileta mimi hapa ni kitu ambacho kimeendelea kwa upande wa kabila la Wairaq. Kama kawaida, mtu akikosea au kama kuna makosa yametokea, basi wanakaa chini na kufanya kuirudisha jamii pamoja. Niko na Padri James kwa upande wa anahudumu katika eneo lile la Bashai Mbulu, lakini pia nipo na aliyewahi kuwa mbunge wa wilaya ya Mbulu vijijini. Hapa namzungumzia Flatei Masai. Lakini katika yote ni jamii ya Wairaq wote wameweza kujicombine na kufanya jambo zuri. Labda nianze na Padri James. Padri James, tumeongea asubuhi yote ambayo ni mema, lakini ni makosa waliweza kufanya wazee wetu zamani. Umejitahidi kuwaunganisha pamoja, kukaa vikao vingi kadri ya miaka mitatu, si ndio? Yeah. Yaani miaka mitatu. Kwa hiyo leo umesema yafike mwisho, lakini pia umefika hapa ukafanya maombi. Labda utueleze kwa uchache. Kwa kweli katili ya mahangaiko yetu ya matengenezo, kwa kila jambo, bali shukuruni kwa kila jambo. Yesu naye alikuwa chombo, Yesu naye alikuwa chombo. Tulijua kwamba jamii imepotoka kutokana na desturi ile ya wazee waliofanya kufunga elimu katika kisima hiki na chemchemi hii baridi. Walichukua kondoo wakafunga madaftari na kalamu wakamzika akiwa mzima. Lakini tunaamini kwamba kwa maombi yetu mambo haya leo ni yamekamilika. Wazee wengi waliosoma enzi hizo wakati elimu inafungwa, mmoja wapo ni mtoto wa familia hii ambayo wao walikuwa wazee wa jadi wa kimila, waliomba wafunge elimu. Mzee Akonai Nade ambaye ni kijana wa Nade alikuwa anasoma na Nyerere wakati huo kidato cha 6 kule Tabora. Aliweza kuacha shule na baadaye akarudi kuchunga mifugo. Naye baada ya kuona kwamba elimu yake imepotea huko porini kwa kuachishwa na desturi hii chafu, alianza kulaani kwamba yeye angelikuwa kiongozi mzuri katika jamii kwa kutumia elimu yake kuwasaidia wengine. Lakini elimu imepotea porini, imeliwa na miiba kwa sababu ya matendo haya machafu. Mimi nashauri jamii kwamba matendo haya machafu yanaleta uharibifu. Ningeomba kwamba matendo haya machafu sasa leo yawe mwisho baada ya kufanya haya maombi. Na nategemea kwamba kwa kadiri elimu inavyoendelea, matendo haya machafu hayataendelea tena. Nashukuru kwa matendo haya mema tuliyofanya. Mungu azidi kutujalia mema yake mengi zaidi katika hayo yanayoendelea kutendwa. Asanteni sana. Ni jitihada ambazo amezifanya Padri James katika kuunganisha jamii, lakini pia ameiona mbali kwamba jamii inaenda kupotea. Nifanye nini? Ameweza kukusanya wazee mbalimbali na kuweza kutamatisha hayo yote. Mkononi mwangu nimeshikilia madaftari ambayo ni miongoni mwa vitu vilivyoweza kuzikwa hapa nyuma. Lakini pia tunaungana na upande wa pili kwamba kanisa imefanya ya kwao, of course, ndiyo, lakini kwa upande wa vijana sasa tunapoenda inasemekana vijana pia ndio walifungwa elimu, si ndio, kipindi hicho, lakini tuone sasa hebu jitihada ambazo sasa vijana wataenda kuzipokea na kwenda kuzifanyia kazi, kwamba kama kitu hakipo tu au kuna namna fulani ilizikwa, basi kama ilizikwa kanisa imefanya ya kwake, imeweza kufunua na kuyaombea. Kwa hiyo labda mtupe taswira halisi mbunge mstaafu Flatei Masai, taswira hiyo unaionaje? Unajua imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana,
na mtu anapoamini katika yale ambayo yanaonekana na baadaye yakaonekana. Jamii yetu ya Wairaki waliamini katika jambo hili hapo zamani, yakafanywa miaka ambayo si hatukuzaliwa, kizazi cha tatu. Sasa tumekuja kuzaliwa sisi, tumeyaona haya. Athari imetukuta sisi ambao tunaishi sasa, na madhara nafikiri umeshaambiwa na umesikia akisema padri hapa. Kwa kuwa elimu haikutusaidia kwa namna tunavyohitaji kama maeneo mengine, naamini kwa ibada iliyofanyika na matengenezo yaliyofanyika, basi huu ndio sasa muda wa vijana kufunguliwa katika habari hii ya elimu, na naamini tutafanya vizuri kuliko hapo tulivyokuwa. Na yako mengine utasikia hapa, nafikiri umesikia kwamba zilizikwa pia mbegu za kiume. Unaona kabisa siku hizi hali hii ninaisikia kama kiongozi, naona wako watu wengine wanalalamika kwamba kwa kweli zile nguvu zao pia katika familia zimekuwa taabu kidogo. Wengi wanatumia madawa mengi, wanaomba msaada huku na kule. Wengine wanatumia miti fulani. Wengine kwa sababu maisha wakutumia miti hiyo ambayo wanaamini kwamba itawasaidia lakini hawasaidii. Lakini ukiuliza babu zetu na wazee wetu, walikuwa wanatumia chakula cha kawaida kabisa na mambo yanaenda vizuri, na watoto wanazaliwa kwa wakati na wanakuwa kwa wakati. Mama alikuwa anaweza kuzaa watoto unaambiwa 15, 13. Leo hata mimi mwenyewe naona nimekuwa kazi sana kufikia huko. Mtu akishazaa wa kwanza wa pili lazima bwana tosha. Na uzazi umekuwa aina yake. Hawazaliwi watoto nyumbani. Zamani naambia tunazaliwa nyumbani. Leo hakuna mtoto anayezaliwa nyumbani. Kama wapo wachache sana, na kwa bahati mbaya watoto wengi wanazaliwa hospitali. Tena akifika mama anaomba operation. Yaani binti anaweza kufika akasema jamani, kabla hajakutana na hiyo zamani hataki zamani watu wanazaliwa chapu. Mambo yanazaliwa, lakini siku hizi mshakuwa na operation. Yaani kuna siku moja nakumbuka nilikuwa na binti moja alifika mahali akasema naomba nifanyeni operation. Namuuliza, je, una shida? Hamna shida, sitaki ule uchungu. Sasa unafikiria kama mtu anafika mahali naomba, hiyo ni kitu cha aina yake. Kwa hivyo naamini kwa maombi yaliyofanyika na kwa jinsi wazee walivyokumbuka na kila kitu kimefanyika na toba imefanyika. Nini maana ya toba? Toba maana yake ni kwamba ni tubu yale ambayo yalikuwepo na kutokurudia. Mimi naamini jamii imeshaelewa na kanisa limeshafanya jambo lake la maombi, na Mungu wa Israeli au Mungu tunasema wa Yakobo na Isaka na Yesu Kristo mwana wa Mungu ameshasikia hii. Nafikiri sasa itakuwa imekwisha kwa sisi tunaoamini kwa dini hizi. Na mimi naamini tumefanya kazi yote katika makabila yote matatu, kabila la Wabarbaiki ambao ni Watotoga, kabila la Wafyome ambao tunasema Wagoroa, lakini pia kabila la Wairaki. Mambo haya yamekuwepo na tumeshiriki katika jamii zote hizi tatu, na wazee hawa waamini wamekubalia jambo hili na limefanywa kwa njia ya ibada. Ninaamini kabisa mambo yamekwisha, hakuna kisingizio chochote sasa. Mambo yalikuwa ni mawili hapa nyuma kwangu, ni mbegu za kiume kwa upande wa vijana wa eneo hili, lakini na elimu. Yote ni mambo ya msingi katika jamii yetu ya Wairaki. Nilikuwa na aliyekuwa mbunge wa Mbulu vijijini, Flatei Masai 2020-2025, ndiye alikuwa mbunge wa Mbulu vijijini, lakini pia nimekuwa na Padre James ambaye anahudumu katika eneo lile la Mbulu kwa upande wa Bashai. Mimi ni Pasco Yohani na hii ni Darubini Digital, nikiripoti matukio haya hapa Mama Isara Hailoto, Mama Isara wilayani Mbulu. Chao.